Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, karibu katika kipindi cha Tumaini Service, Every Soul is Saved. Tunaendelea kujifunza neno la Mungu sawa sawa na mapenzi yake Bwana, na ujumbe ambao Mungu ametupa leo, Mungu anataka tuzitambue sifa za mtu mcha Mungu au sifa za mtu mchaji wa Mungu. Na Mungu ametusemesha sifa kadhaa ambazo ni muhimu mtu ambaye anamcha Mungu, au mtu ambaye unaishi naye na unataka kujua, je, mwenzangu ni mcha Mungu, rafiki yangu ni mcha Mungu, wazazi wangu ni wacha Mungu, mimi binafsi ni mcha Mungu. Kwa tuna sifa kadhaa ambazo Mungu ameziweka kimaandiko kwamba hizi ndo zinaweza kutuonesha watu wanaomcha Mungu. Sifa namba moja inayomuonesha mcha Mungu, Mungu anasema mcha Mungu ni lazima awe na moyo wa ibada na maombi. Moyo wa ibada na maombi, huyo mtu amebeba sifa ya kumcha Mungu. Na tukitazama mfano kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 10, kuna mtu pale tunamuona anaitwa Kornelio. Huyu Kornelio ndani yake alikuwa na sifa ya kumcha Mungu, na maandiko yanatuambia kwenye Matendo ya Mitume sura ya 10 kuanzia ule mstari wa 1 mpaka wa 2. Bwana anasema, palikuwa na mtu Kaisaria jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Ndio maana pale mwanzoni nikasema unataka kumfahamu hata rafiki yako, jirani yako, ndugu yako, wazazi wako, kwamba wanayo sifa. Kwa sifa ya mcha Mungu, manake Mungu anasema awe mtu wa maombi. Sasa anaposema mcha Mungu, mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote, alafu anasema naye alikuwa akiwapa watu sadaka nyingi na kumwomba Mungu daima. Kwa sasa anabeba sifa kubwa mbili ambazo zote tumeziona hapo. Sifa ya kwanza, moyo wa ibada na maombi, alafu sifa ya pili kwamba anakuwa ni mtoaji wa sadaka. Kwa ile hali ya kutoa, manake inamjengea hali ya kuwa ni mcha Mungu, anamtambua Mungu, anafahamu, anaufahamu juu ya uwepo wa Mungu. Lakini sifa ya tatu, Mungu anasema moyo wa utii na unyenyekevu. Tukisoma kule kwenye kitabu cha waraka wa Petro ile sura ya 5, Yesu anasema pale, nyenyekeeni katika mkono wa Bwana ulio hodari. Kwa mcha Mungu lazima awe mnyenyekevu mbele za Mungu wake. Mcha Mungu lazima awe mtii mbele za Mungu wake. Mtakapokubali na kutii, ndipo mtakapokula mema ya nchi. Manake mcha Mungu lazima awe na utii, mcha Mungu lazima awe na unyenyekevu kwa Mungu. Kwa utaupima moyo wako, unataka kujua kwamba mimi ninamcha Mungu, au mume wangu, mke wangu, watoto wangu ni wachaji wa Mungu. Utapima pia kwenye eneo la utii, eneo la unyenyekevu. Wananyenyekea wanapokuwa kwenye ibada, wananyenyekea katika usomaji wa neno, wananyenyekea kwenye vipindi mbalimbali ambavyo vinahusisha mambo yao na Mungu. Wana unyenyekevu mnapoitisha mikutano mbalimbali ya kukusanyika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuna mioyo ya unyenyekevu. Kwa ule unyenyekevu wa mtu utakwambia kwamba huyu ndugu anamcha Mungu wake. Ule utii utakwambia kwamba huyu mtu anamcha Mungu wake. Lakini Mungu anasema moyo wa kukubali maarifa ya Mungu. Tazama kile kitabu cha Hosea ile sura ya 4 mstari wa 6, Mungu anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Na anasema wazi, kwa kuwa umeyakataa maarifa yao. Kwa mtu ambaye anakataa maarifa ya Mungu, manake hana sifa ya kuwa mchaji wa Mungu, hana sifa ya kuwa mcha Mungu. Mtu ambaye anamcha Mungu, mtu ambaye anakuwa na uchaji wa Mungu, lazima ayakubali maarifa ya Mungu. Na Mungu anasema kwenye kitabu cha Mithali, tunasoma ile sura ya 1 ule mstari wa 7, Mungu anatuambia hapa, kumcha Bwana ni chanzo cha maarifa, bali wapumbavu hudharau hekima na adabu. Kwa mcha Mungu lazima atambue ndani yake yanapaswa kuingia maarifa ya Mungu na sio maarifa mengine.
lakini mtu mpumbavu atadharau maarifa ya Mungu. Kwa unapodharau maarifa ya Mungu, manake hauhesabiki kwenye kundi la wacha Mungu, hauhesabiki kwenye kundi la watu wenye uchaji wa Mungu. Na tunaweza tukasoma hiyo Hosea 4:6. Kuna kitu cha msingi sana pale cha kukifahamu ili tuendelee kujiimarisha kwamba mcha Mungu ana sifa zipi. Mungu anasema kwenye Hosea 4:6 anaposema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa kuwa wewe umeyakataa maarifa, mimi nami nitakukataa wewe usiwe kuhani kwangu mimi. Kwa kuwa umesahau sheria ya Mungu wako, mimi nami nitawasahau watoto wako. Kwa hiyo moja ya hasara ambayo ataipata mtu ambaye amepoteza sifa ya kumcha Mungu, amepoteza sifa ya kuwa mchaji wa Mungu, moja ya hasara au moja ya hukumu au moja ya udhaifu atakao kuwa nao ni kwamba Mungu atawasahau na watoto wake, atakisahau na kizazi. Ndio maana kwa Kornelio kwenye ile Matendo sura ya 10, Mungu anasema alikuwa ni mchaji wa Mungu, yeye na nyumba yake yote. Kwa maana yake kwamba unapokuwa wewe ni mchaji wa Mungu, Mungu anaachilia upako, anaachilia anointing, anaachilia uwezo ule wa kumcha Mungu mpaka kwenye uzao wa kwako. Sasa ni swala la kulifanyia kazi kwamba okay, mimi ninamcha Mungu wangu. Ndio, nikimcha Mungu wangu natakiwa niwe na sifa zipi? Manake lazima niwe na moyo wa ibada ndani yangu, lazima niwe na moyo wa utoaji ndani yangu, lazima nijue kwamba kuna utii na kunyenyekea, lakini lazima nijue kwamba kuna kupokea maarifa ya Mungu. Kwa hiyo unapoyakataa maarifa ya Mungu, unapokuwa sio mtii, unapokuwa sio mnyenyekevu, unapokuwa sio mtoaji kwa Mungu wako, lakini pia unapokuwa sio mtu wa kufanya ibada, wa kufanya maombi kwa Mungu wako, uwe na uhakika kwamba ile sifa ya kuwa ni mcha Mungu inakuwa imetoweka ndani yako. Ninakuombea kwa Mungu, Mungu aendelee kuimarisha moyo wa kumcha ndani yako, Mungu aendelee kuimarisha hali ya kuwa mcha Mungu na familia yako na mke wako na mume wako na watoto wako na marafiki zako na kila mtu aliyekuzunguka, ili kwamba Mungu anasema hatuwezi kwenda njia moja kama hatujapatana. Kwa kama wote tutakuwa tunamcha Mungu, manake na njia zetu zitakuwa ni njia za haki, zitakuwa ni njia za mafanikio, zitakuwa ni njia za kuona mkono wa Bwana ukitutendea. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.